Amani na salama. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika adhimisho letu siku hii ya leo. Kama tulivyoona katika ratiba yetu, tunafanya hija natokana na mafundisho hija kuenzi huu mwaka ambao Baba Mtakatifu ameutangaza miaka 800 tangu Transitus, tangu Mtakatifu Francisco afariki, yaani tangu azaliwe upya katika maisha ya mbinguni. Na mwaka huu umetangazwa na kanisa na ni mwaka ambao unaadhimishwa dunia nzima. Wa Francisco sehemu mbalimbali na waamini wengi tu wanaungana katika kumwenzi huyu mtakatifu na hasa kuenzi swala la amani. Ukiangalia katika sala aliyoitoa Baba Mtakatifu, inasisitiza sana amani katika migogoro na migongano inayotokea, iwe katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika nchi zetu, dunia nzima. Mtakatifu Francisco alipata hii amani katika msalaba wa San Damiano na ameieneza kwa watu wengine. Kumbe anamweneza Kristo ambaye ni amani yenyewe. Kristo ambaye alikuja ili watu wawe na amani, wawe na uzima, tena wawe nayo tele. Basi sisi nasi tunaungana na watu wengine kuenzi mwaka huu wa jubilei, mwaka wa Mtakatifu Francisco. Tumuombe atuombee ili katika maisha yetu tuweze kufuata nyayo zake, tuweze kuiga mfano wake, na sisi tuweze kuwa pia watu wa amani, watu wa msamaha na watu wa upatanisho katika maisha ya kila siku. Tunaanza hija yetu kwa ibada maalum kutoka hapa. Tutaelekea katika kikanisa chetu pale kwa Wakapuchini. Ni hija ambayo inatupatia rehema kamili kama ilivyo katika mwongozo wa kanisa. Lakini rehema kamili haipatikani kwa hija tu, inapatikana pia kwa masharti mengine kama kuungama, kutenda matendo mema, kuadhimisha pia maadhimisho ya Kifransisko katika mwaka mzima huu. Baadaye tarehe 3 au tarehe 4, tarehe 3 na 4 tutakuwa tena na adhimisho la sikukuu ya Mtakatifu Francisco. Tutaadhimisha kifo chake na tutaadhimisha sikukuu yake. Kwa hiyo tukihudhuria haya yote tunapata ile rehema kamili ambayo mama kanisa anaitoa. Basi tuombe Roho Mtakatifu atuongoze ili mwaka huu uweze kuwa wa neema kwetu, uweze kutupatia fadhila tunazozihitaji katika kuishi maisha yetu hapa duniani, na mwisho tuweze kuungana naye katika ufalme wake wa mbinguni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu aliye faraja yetu awe na nyinyote. Ndugu zangu wapendwa, sisi tunaoanza hija hii takatifu tunatakiwa kujiuliza ni kwa nia gani tunataka kulikamilisha lengo letu hili. Sehemu ambazo tunatamani kutembelea zinatoa shuhuda wa uchaji wa taifa la Mungu. Sehemu ambazo tunakusanyika kusali zinatoa pia ushuhuda wa uchaji wa taifa la Mungu, ambalo linakwenda huko tena na tena ili kutoka huko lifaidike katika maisha ya Kikristo na hivi liimarike vikubwa na lijiandae kwa ajili ya kutekeleza daima matendo ya upendo. Basi sisi wenyewe lazima twende na mioyo safi,
twende na mifano ya imani, matumaini na mapendo yetu, ili wote wenyeji na wageni tutayarishwe kwa makuzi ya pamoja. Kwa imani tumuombe Mungu aliye mwanzo na mwisho wa hija yetu ya kibinadamu, tukisema: upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Baba uliye mtakatifu, ulijionyesha kuwa mwanga na kiongozi kwa taifa lako lililohiji jangwani. Upende kutujalia ulinzi wako sisi tunaoanza hija hii, ili tuzishinde hatari zote na turejee kwa furaha nyumbani kwetu, e Bwana. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Ulituonesha mwanao pekee kuwa ni njia ambayo kwayo tunafika kwako. Tujalie tudumu kiaminifu katika kumfuata yeye. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Ulituonesha Mama Bikira Maria kuwa ishara na mfano wa kumfuata Kristo. Utujalie ili kwa kumtazama yeye daima tutembee vyema katika upya wa uzima. Wewe kwa njia ya Roho wako Mtakatifu unaliongoza kanisa linalosafiri hapa duniani. Utujalie ili tunapokutafuta wewe uliye juu ya yote, tutembee katika njia ya amri zako. Mtakatifu Francisco amekuwa kioo cha maisha yetu, na tunamfuata kwa sababu yeye alimpata Kristo katika msalaba. Tunaomba utujalie neema ya kuwa wafuasi wazuri wa Mtakatifu Francisco, na tunapoadhimisha mwaka huu wa jubilei tuchote neema zitakazotusindikiza katika safari yetu hapa duniani. E Bwana. Wewe unayetuita kwako kwa njia ya haki na amani, utujalie ili siku moja tuje tukuone wewe katika makao ya milele. E Bwana. E Mungu Mwenyezi, unawajalia daima huruma yako wale unaowapenda, na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta. Watazame kwa huruma watumishi wako hawa wanaoanza hija yao. Uongoze njia yao katika mapenzi yako, ili mchana wakingwe salama na kivuli chako, na usiku waongozwe kwa nuru ya neema yako. Wanapotembea kuelekea huko waendako, wasindikizwe nawe, waweze kufika kwa furaha kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana aongoze njia yetu na waingize katika furaha ya wokovu wake. Amina. Basi tuandamane kwa amani. Utukufu na heshima, ewe Bwana usifiwe siku zote na viumbe vyako vyote. Sisi zinatoka Ulaya. Na viumbe vyako vyote
mkono huku. Ewe Bwana na ndugu zetu sifani zako, utukufu na heshima, ewe Bwana usifiwe. Na viumbe vyako vyote
Katika makanisa ambayo yametengwa kama makanisa ya hija, unapoingia kanisani mlango inakuwa imefungwa na inafunguliwa, au mlango mmoja unafunguliwa rasmi kuashiria hija yenyewe. Kanisa chetu sio designated kama kanisa la hija, lakini basi tunapoingia ndani tunaingia kama wahaji, kama mahujaji, na tunamtanguliza Yesu wa msalaba atuongoze katika sala yetu ya leo, atuongoze katika maisha ya kila siku, ili nasi tuweze kubeba misalaba yetu, tuandamane naye kuelekea safari ya mbinguni. Tuna standi ya msalaba. Kuna standi ya msalaba. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuketi. Natumaini wote tumepata sehemu za kukaa. Kuna aliyesimama huko nje, kuna nafasi bado ndani. Sehemu inayofuata tutasali rozari. Labda kwa sababu muda umeenda, tusali mafungu matatu rozari ya Bikira Maria, alafu saa 4 tunaanza sehemu ya inayofuata ya fundisho. Tunaomba mmoja tuongoze rozari ya Bikira Maria mafungu matatu.